Mimi sijui kuhusu wewe, lakini sijawahi kuona mfanyabiashara yoyote ambaye anaweza akaleta bidhaa isiyokuwa na faida katika biashara yake. Hakuna mtu ambaye ataleta bidhaa isiyouzika au isiyotoka. Ni lazima aangalie soko linahitaji nini na kisha alete kitu ambacho kinaweza kikauzika, kinaweza kumuingizia faida zaidi katika biashara yake. Sasa piga picha namna hiyo. Kama mwanadamu anaweza akafikiria jambo kama hilo, je, Mungu si zaidi sana? Mungu alipokuumba wewe, hakukuumba wewe kwa bahati mbaya. Hakukuumba wewe kana kama ni nyongeza tu katikati ya watu aliowafanya duniani. Hapana, Mungu amekuumba wewe kwa makusudi, kwa mpango. Mungu amekuumba wewe akiwa analo jambo maalum ambalo anataka wewe ulitimize. Wewe ni wa muhimu, wewe ni wa thamani. Na siku ya leo kwa ufupi tunataka tuangalie kuhusiana na umuhimu wako mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani mioyo yao, ili kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba Mungu anafanya kazi nzuri. Ndio maana amesema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Wewe ni sehemu ya vitu ambavyo vimefanywa na Mungu. Na Mungu anapokuangalia wewe halalamiki. Mungu anapokuangalia wewe hanunguniki ya kama nimemuumba huyu kimakosa, nimemuumba huyu vibaya. Mungu anakuangalia wewe na kisha anasema, hii ni kazi yangu nzuri. Hii ni kazi yangu bora. Huyu ni mtu niliyemfanya kwa sura na mfano wangu. Lakini anaendelea kusema mbele ya kwamba sio tu amekifanya kizuri, sio tu amekuumba vizuri, lakini amekuumba kwa ajili ya kusudi lake. Ndio maana anasema kama ameweka milele ndani ya moyo. Tena kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anaifanya tangu mwanzo hata mwisho. Kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Mungu ameweka uweza wake, ameweka nguvu zake, ameweka kusudio la maisha ndani yako. Wewe sio tu nyongeza ambayo ipo inazunguka duniani. Hapana, wewe ni sehemu ya mpango maalum wa Mungu. Wewe ni sehemu ya utekelezaji wa kusudio kubwa ambalo Mungu ameweka. Mimi na wewe tuna thamani mbele za Mungu. Wewe sio tu watu ambavyo wanakuona. Wewe ni vile ambavyo Mungu amesema katika neno lake. Wewe ni wa maana, wewe ni wa thamani, wewe ni wa kipekee. Usikubali maneno ya watu ya kushushe moyo. Lazima uamini moyoni mwako ya kwamba wewe ni wa maana. Ndio maana Mungu akaruhusu wewe uzaliwe. Kulikuwa kuna uwezekano wa kuzaliwa watu wengine wowote katika familia hiyo, katika nyumba hiyo, katika taifa hilo au katika wakati huo. Mwingine yote angeweza kuzaliwa. Lakini Mungu alitaka wewe uzaliwe. Ni kwa sababu Mungu anakuona wewe una uwezo wa kufanya jambo ambalo inawezekana kwa sasa hujioni ukiweza kulifanya, lakini Mungu anauona uwezo huo ndani yako. Mungu anaona kuna kusudio katika maisha ambalo wewe pekee unaweza ukalitekeleza, na hilo kusudio litagusa mioyo ya watu, litagusa maisha ya watu. Changamoto ambayo unakutana nayo sasa inawezekana ni vile hujajua bado kusudio hilo ni lipi. Hujajua haswa ni nini Mungu amekuwekea. Ndiyo maana tunahitaji kujifunza neno la Mungu. Kwa sababu jinsi unavyozidi kusoma neno la Mungu, unavyozidi kuwa na ushirika naye kwa njia ya maombi, ndivyo anavyozidi kukufunulia kusudio lake katika maisha yako. Na unapojua kusudio lake katika maisha yako, unaweza ukaishi maisha ya makusudio. Chukulia mfano, Bwana wetu Yesu Kristo aliishi duniani miaka 33 tu. Na katika miaka 33 alifanya huduma kwa muda wa miaka 3 tu. Miaka 30 alikuwa akifanya maandalizi kwa ajili ya huduma. Lakini zaidi ya miaka 2000 tunaongelea kuhusu yale aliyeyafanya Yesu kwa muda wa miaka 3. Ni kwa sababu Yesu alijua kusudio lake na akalifanya kazi lile kusudio lake. Ndugu mpendwa, nataka nikwambie ya kwamba lolote lile ambalo Mungu amekusudia kwa ajili yako, amekwisha kuliweka ndani yako. Una kazi ya kukaa na yeye, kujenga ushirika naye ili ujue ni nini ambacho amekuitia. Na hapo utakapokuwa ukitimiza kusudio lako la maisha, ndipo utakapokuwa na maisha yenye maana na furaha tena. Kumbuka, wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ambacho wewe pekee ndio unaweza kukitekelezea. Usikubali maneno ya watu ya kushusha. Kaa katika kusudi la Mungu. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini. Nitafute.
ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.